onyesho lililopita katika Panguso. Bi mkubwa wangu anamwagiwa samaki zake, biashara yake na vurugu, na wewe upo hakuna chochote unachokifanya. Alafu sasa hivi unaongea pombe, unataka nikuelewe. Nitakuelewa kitu gani? Na kuna mabaki ya risasi yako ndani, ndio kilichotuleta kusachi muda. Hizo risasi, bunduki, vote kavipata wapi? Mvua ikinyesha mundani kuna goka bali. Mpaka lini? Hivi wewe unione mimi jinsi nilivyo mimi mtoto huni kama una bahati Mungu kakuona. Sawa mpenzi wangu. Najua sijakuaga lakini siko Masaki. Nimekuja kukushangaza yangu hani msiba. Nalijua hilo baby. I'm so sorry. Mimi kama mimi ni chombo cha dola, mimi serikali. Wewe ni serikali? Serikali yenye serikali. Serikali inafanya dili. Watu kama ninyi ndio mnalitukanisha serikali yenyewe. Mmesababisha Vegas leo hii. Unajiona tiger wakati ni mbuzi. Wale ni mbuzi tu kwetu. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi. Mama Panguso, haya twende Panguso. Mama Panguso, mai. Baba mweba mwana wao. Baba mweba mwana wao. Ai mai. Unafahamu fika kabisa kama mimi sijajipanga kwa lolote lile. Unaenda kubeba hicho kitu. Unataka unibebe maisha yangu, si ndio? Yaani kile si rahisi tu kama hiyo. Jonija usijitoe akili. Tena usinichezee. Hii ni mimba ya 3 unataka kuitoa. Unataka kunitoa kizazi? Na kama unajijua kama wewe hautaki kuitwa baba, kwa nini unakataa? Lakini mimi sijipanga kwa chochote kile na unafahamu. Alafu pili, sina kazi yoyote ile. Sasa niwe na mtoto na waleaje? Na waleaje kwa mfano? Sasa nisikilize. Na kwenda kuiarifu familia yangu pamoja na Vegas nzima kwamba huja uzito ni wa kwako. Safari wewe nitakukalia koni mpaka uombe po mbwa wewe. Hatupasi kufika huko, unanielewa? Unaelewa wewe? Sikiza kwa makini. Mimi nipo Yakuza, nawe upo Vegas. Unanielewa? Na kwa sheria na tamaduni zetu, tangia tutengane, hatujawahi kushirikiana kwa lolote lile. Iwe furaha, iwe huzuni. Sasa leo akijua kama wewe una mimba yangu, zile itakuwaje? Itakuwa ni vita kati yako wewe, mtoto pamoja na watu wa Vegas. Na leo hii watu wangu Yakuza wametoka kunionya kuhusu kushirikiana kunionaona kule sehemu za Vegas. Sasa mimi kwa kwamba tukimoja nitakuhudumia kwa hali yoyote ile. Sawa, endapo utakubali kitu kimoja. Naomba yaani watu wasijue kama wewe ni mimba yangu. Sawa? Wacha nitafakari. Sasa utafakari nini? Nitafakari. Kwa sababu hao Vegas na Yakuza havihusiani na maisha yangu. Msitaki kuniharibia maisha yangu kwa sababu ya ujinga wenu wa kitoto, sawa Ngoja nile zangu nyumbani saa hizi nikapumzika. Kutokana na vita kati ya Vegas na Yakuza, afu wewe mtoto akizaliwa na ikagundulika ni wa kwangu na wa kwako, atakuwa ni haramu kwa mtu yoyote atakayekujua, mama yangu wala watu wa Vegas. Kama wewe kwako ni haramu na mama yako, mimi kwangu ni halali. Mwanaume mzima una akili. Unaelewa tanuni? Toka bana hapa. Toka. Naona unaongea na simu unasema kuna msiba. Kuna msiba ukafanani wewe mtoto. Mbona wewe unatetea uchulo lakini? Mama. Tulia. Tuliza bwana nikupe maisha. Umeridhika na maisha ambayo tunaishi? Maisha gani unataka kulipa ya msiba? Nani kafa? Huyu ndio yule mkweo. Anaitwa Tuntufe lakini mwenyewe napenda kumuita Tuntu. Baby Tuntu. Wewe tena. Sasa yeye anajua mimi niko Masaki. Na anajua mimi naishi Masaki lakini nimemwongopea kwamba niko kwenye msiba. Kwa mfano ungekuwa ungesemaje shughuli yangu? Sasa kwa nini unamwongopea sasa? Ushukuru hata hivyo. Maana ndio nitakufanya kikubwa zaidi ya hicho. Hapa yeye nitakumwambia kwamba mimi niko kwa mganga, ambaye wewe ndio ungekuwa mganga shoga yangu, mimi tena mteja shoga yangu, mambo hapa. Mambo haya mimi naweza wapi ya uganga? Ungeyaweza kwa mangapi unayaweza? Mbona tembea na watoto vidogo mbona watu wewe shika dabu yako wewe. Basi mamangu nakutania. Ndio nipande kafunduku bwana. Menuna. Cheka. Sasa nikwambie. Huyu bwana ana hela.
Si ndio mimi nikamuongopea kwamba niko kwenye msiba ili akija hapa, maana bwana yule ninavyomjua mimi anapopenda sifa na kujionyesha mbele za watu. Akiingia sehemu tu tuntu 200,000, tuntu milioni. Angekuja hapa ndio la mbili yake sio chini ya milioni. Angetoa. Sasa sikiza nikwambie sasa. Mimi mambo kufa kwanza siyapendi. Lakini tufanye kitu kimoja. Katika ile milioni mwanangu, akija mimi nitakulipa 300,000 tu kwanza. Umeiweka kesho gani? Sasa tuntu anakuja. Akija mimi sasa ndo najipanga, mimi ndo nakuwa big boss. Najipanga yani kwa ajili ya kumongopea. Sasa wewe muongo, wewe unaweza kunifikia mimi na mongopea ambaye hapo tumefiwa na nini. Sasa hapa nafikia si niliwe soncho, si niliwe nani kipunje au niliwe nani? Wewe una watoto 3. Chagua mmoja wa kuua. Au nikuue wewe? Uniue? Niue. Basi. Naliwa sikujua. Alina kazi yoyote na nini? Kitakaushangayo muwe jembe lako. Hata nipige simu shoga yangu. Mambo si mbaya. Sasa kwa nini unapiga simu au? Shoga yangu tulia na wewe. Au nikuachie? Unachie nini? Mpango pesa, miongo ya nini? Wana bro. Unasemaje? Samani mara moja. Samani, nilikuwa napita hapa kidogo huko kwenu kunaonekana kuna vichochoro vingi sana. Nilikuwa namuulizia mama Mama Kipunje. Unamfahamu? Unamuulizia Mama Kipunje? Wewe Mama Kipunje unamuulizia una shida naye gani? Mama Kipunje una shida naye gani? Mimi ni raia mwema. Wala hii sikupe tamu sana. By the way naitwa Tuntu. Sijui unaitwa nani? Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Mimi naitwa Tangazo. Lakini usijue ninapoitwa Tangazo labda tangazo la kutangaza. Hilo tangazo. Lakini hata ukitaka kukutangaza nitakutangaza. Sasa unamuulizia Mama Kipunje. Wewe mbona inavyoonekana hata uvaji wako kama ni askari. Maana nikiangalia mawani yako kama askari, mnyo wako uliponyoa hadi kama askari, ulipoweka vitu vya masikioni headphone kama askari. Hata kunukia kwako unanukia kiu askari. Kwani kuna usalama huko? Usalama upo. Afu unaonekana wewe ni mchekeshaji mzuri sana. Mimi nilikuwa na shida unielekeze kwa Mama Kipunje na wapi. Wala isikupe tabu ya kuwa na hofu juu yangu mimi. Mimi nishakwambia mimi ni raia mwema kabisa. Umesema unaitwa nani? Naitwa Tuntu. Afande Tuntu. Sio afande. Mimi ni mtu, mimi ni raia tu wa kawaida. Maana bro tuulizane, inawezekana ukawa afande, watu wakaingia kwenye chakabovu. Na manangu kuuliza wewe sio afande. Mimi sio askari. Mtu kawaida. Raia mwema kabisa bro. Uweze kuja kuletea shida yoyote? Hapana. Mtu salama kabisa. Mimi ni raia mwema kabisa. Sasa kwa Mama Kipunje sio huku. Kwa Mama Kipunje huku. Okay. Huku kwenu vichochoro vingi sana. Mtu lazima upotee. Maki nimezunguka. Sio mchezo yani. Sijui ungeweza kunipeleka vichochoro vingi. Twende nikupeleke huko. Ndio yenyewe kama ukaone huko. Twende nikupeleke wana. Vipi lakini? Nimeona kama umebeba kimzigo. Umeniletea zawadi mie. Hapana, hii ni zawadi tu. Sio kwa ajili yako. Kwa mimi hutaki kunipa zawadi labda kwa ajili yangu? Hii sio kwa ajili yako. Twende lakini nadhani kama toa mlengo. Itamfikia. Tuelekee kidogo.
Kulikuwa ni leo mitaa ya kwetu. Nimetoka kuonana na kakako huko, kanitibua, nimemchamba mpaka nimemkomesha. Haya, nipige kwa 10,000 mimi nikajileza zangu kitimoto, maana hapa nilikuwa na hamnacho. We naye unajiendekeza. Aya, mimi 10,000 nikupe naitolea wapi? Nimeuza kitu gani mpaka nikupe 10,000? Wewe naipunguzaga uchoyo. Kakangu leo alikuwa na dili la 300,000 na kaniambia yote anakugea wewe kwa sababu ulikuwa una shida naye. Umetoka kumpulusa huko, sasa hivi unajitia wenda wazimu. Kumbe kweli alikuwa na nia kunipa hiyo hela. Unajua niambia siku ya leo atanipa hiyo pesa. Lakini hajanipa. Kumbe nikajua ni longolongo zake ananiletea, nikamchamba. Nimemnyambua maskini ya Mungu. Lakini amenyedi atanipa. Maskini kakaangu, pole yake. Lakini kama kakuahidi atakugea, basi leo atakugea. Kuwa tunasubira. Maana wewe si umempa nini kaka yangu? Ndio zenu maifu kuongea nimempa nini? Muulize atakujibu. Tena mwambie kabisa kifika tarehe yangu aloniahidi anipe langu. Sitaki mchezo. Maagizo tena ananipa mimi. Ole wako ucheke. Ole wako ucheke. Kaka mkubwa anacheka huyu. Unacheka. Nyosha mikono juu. Nyosha waka. Na ole wako ucheke. Kaka Kipunje, mwenzako anacheka huku. Sijanyoa. Unacheka. Kaka Kipunje anacheka mwenzio huku. Mwache. La sana. Hivi wewe, nani amekutuma kuingia Vegas bila taarifa? Hivi unajua kwamba hii ni jamhuri kamili? Sisi tuna namna yetu, tuna maisha yetu, tuna utaratibu wetu. Iweje uingie kwenye mji wetu alafu anze kuuliza watu? Sijui fulani, sijui fulani, sijui fulani. Huyo mama Kipunje unayemuulizia wewe ukimwona hapo unamjua? Sasa kwa nini unamuuliza? Nani kakutuma? Unatuchunguza? Wewe ni polisi, unataka kutujua? Msikiliza nikwambie kitu. Wakati mwingine utakapokuja Vegas bila taarifa, bila sisi kukujua, tutakufanya kitu ambacho hautatusahau kwenye maisha yako yote. Mimi mkaribu tu, mimi chochote mimi. Sasa ndio unamwangalia basi. Unasemaje? Naombeni tu simu yangu nimtumie tu mtu amekafiwa. Nyomba kaka, baba mkubwa basi ni ngoma zuri hayo. Ngoma zuri hayo. Una shilingi ngapi? Kuna hela tu kama hela. Yaani kuna hela. Shilingi ngapi? Amefiwa, kuna gani? Sema basi, Sindi mtoto mzuri Pole baba, Sindi mwambie kaka kuna shilingi ngapi? Sindi mtoto mzuri. Kuna tu kama nani akisema tu. Akisema. Nani kweli? Amefiwa kwa Mungu. Hata sisi tumefiwa. Hata sisi tuna msiba. Chukua simu haraka. Amefiwa. Amefiwa. Chukua haraka. Uchukua simu. Amefiwa lakini nyinyi. Haya, hiyo hela hebu itume kwenye namba ya huyo haraka. Maona sasa mtoto. Sasa mimi nataka nikuulize kitu. Kwa nini unanikimbia? Mimi nataka nikuulize ule mtu wako, yani kama angekuwa kutoka Morogoro, kutoka wapi sasa niko. Anakuhusu. Ananihusu ndio anakuhusu. Kwa sababu tulipanga nini? Eti tulipanga dili na nani? Wewe unaona kabisa hapa mtu unampigia simu hapatikani. Na mbipo habikwiki. Unataka nifanyeje? Sasa nikusikia nakwambie. Yaani mimi natoka. Naomba ulinde nyumba. Umwambie kabisa mtu wako. Shangazi anasema ambaye anataka hela yake. Wewe unawazimu wewe? Unawazimu? Mimi tena nawazimu. Mimi ndo mwenye wazimu. Bwana wako? Wewe kwa kama bwana wako mimi sikufanya chochote. Samahani. Wewe mtoto wewe. Tena tuheshimiane. Toka. Na mwenyewe natoka naenda kumtafuta mtu wangu. Sasa wewe mtoto wako umwambie kabisa shangazi anataka kabisa sitaki mchezo. Yaani mimi nimekaa hapa kwa nzima na ushangazi mimi na wewe. Wapi na wapi?
Wapi na wapi? Kumbuka kwenye dili letu tulipanga mimi ulitoa shangazi. Uongo kweli? Kwa hiyo katika michakato wa nini unaita nani? Ushasema michakato. Michakato ni michakato. Tuntu. Mimi. Kwa hiyo. Kwa hiyo nani anafanya? Kwa hiyo si pati. Jamani. Tuma yote. Andika hapo namba 0655 0655 580 117 Songoro Mteite. Tuma yote. Enge maji. Wewe unavamia miji ya watu unaita shobo mdundiko hapo. Mama Kipunje namtafuta Mama Kipunje. Wewe Mama Kipunje unamjua wewe? Huyo Kipunje mwenyewe unamfahamu? Sirudi nimekoma tayari. Imetokea kaka Songoro. Kaka Songoro. Umeiona tayari hapa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Leta simu. Sikiliza nikwambia kitu. Wewe, Bogas. Umsikilize kaka mkubwa kwanza anapoongea unanyamaza. Alafu unamsikiliza mkubwa. Neno Mama Kipunje ulikome na ulisahau na life moyoni mwako na kinywani mwako kifo cha kawaida. Haya, chukua fungu yako na utoke na usirudi tena Vegas. Jinga mmoja. Toka haraka, potea hapa. Ukimbia mara moja. Babu wewe. Kaka mkubwa ameachacha mavitu yake hapa. Kuna masuala ya kula, naomba niishie na vomia hizi chips. Hizo chips leta hapa. Haraka kama mkubwa. Acha kuwa na njanja kama unaminywa plastiki. Wewe Fatuma ni? Sema nini bro? Sisi tunashukuru sana kwa hii hela. Kwa sababu hapa miongoni mwetu hapa hakuna aliyekuwa anawaza kama leo atapata hela. Bwana, hiyo hela iko mia ngapi? 695. 695. Katuma 700 nikitoa. Okay, 695. Hakikisha hizo hela unazituma sasa hivi na jiwe mbili unamtia dogo Lusako, au sio? Sawa. Dogo ana shida zake nyingi za maisha. Alafu hizo nyingine jiwe 495 kwamba mnaweza mkaishi. Bila shida kisa Kipunje. Mwenyewe hapa sasa hivi nina kama 50 hiki kwenye wallet yake huyu boya. Mimi nitaishi tu na hiki, au sio? Fresh bro. Yeah. Asante sana bro. Kwangu mimi hii la 200,000 kaka kama nimekutana na ana Yesu vile njia panda, halafu akani bless bibi mkubwa anaumwa ujue, halafu asubuhi leo nimemhakikishia kwamba nitampeleka hospitali. Jikaze mwanangu, jikaze mwanangu. Lusako. Wache kulia sana rafiki yangu Lusako. Kwani kuna mtu asofahamu kama mama yako ndio mama yetu sisi sote? Wache kulia rafiki yangu Lusako. Kikubwa tu mimi nitakupeleka hospitali nikusindikize tukamuone mama. Sisi ni familia. Haya mambo utakiwa kuniambia mapema. Sikujua mimi kama bi mkubwa amefikia kwenye hali hiyo. Nani Songoro? Kwenye hizo hela hizo. Mpeni Lusako 300,000. Sawa. Ya, mpeni 300,000 Lusako ili akafanya mipango yake na mimi nitakuja baadaye kumuona mama. Nyinyi hii simu mtenda kuiuza. Hicho cha juu mtagawana. Oya, nendeni na mwana hospitali sasa hivi. Mimi nitawaona baadaye. Tutaona baadaye hospitali, ninyi nendeni. Pole kwa Lusako.
Mama! Wewe nini wewe? Wewe mbona makelele sana wewe? Unanitalia kelele za nini? Utafikiri tunaelekea Sakosi vile? Au ndio kila mtu tena mtani ajue kama mimi nimezaa, ndio? Unaenda wapi mama? Naenda zangu huko na shida zangu mwenyewe, na shida laki 3. Yaani hapa nipo nimekaa rohoni. Wapi unaenda? Huko ninapoelekea. Mimi najua unaenda wapi. Naelekea wapi na uongo wako? Ujiji. Sasa ndio sinaenda kutafuta pesa? Ujiji ndio. Ndio naenda Wewe nini wewe? Hivi unajua ni mpumbavu sana wewe. Alafu mimi na wewe ndio maana tupatani. Yaani wewe una matatizo. Si ukoje? Umeongea tumekukaa mtoto mdogo. Kwa mdogo. Utana usikie adabu yako. Mimi mama yako. Mambo ya kujigania mambo yako utani sipendi. Jiji mama. Pumbavu. Mama, msaidie mdogo. Mdogo. Mama na wewe. Mili yenu tu. Mama angalia umesema cha muhimu. Yes. Yes baby. Yes. Toka nje unanicholesha. Haya nakuja. Yo baby. Ulikuwa unanicholesha. Unajua mimi nimefurahi kuona. Asante vipi? Tuende ndani. Ndani yani mwenzako mimi na haraka, kuna sehemu naenda. Yaani zangu huko Ujiji kuna mtu anamdai hela na ndo napoelekea. Usiniambie kama hujaja na pesa. Yaani mwenzako baby, yani huwezi kuamini. Mwenzako nimepata matatizo. Mtoto wangu amekamatwa na polisi. Nimeenda ni ile mchezo yote niliyopokea 900,000. Nimeenda nimetoa polisi. So unafikiri mimi nafanyaje? Na ndio maana nakwambia naelekea Ujiji, kuna mtu anamdai baby, naenda kuchukua pesa yangu na kuletea. Hebu naomba unisikilize basi. Usitafune maneno. Unanielewa unachokwambia? Nakuelewa. Hii deni ni muhimu. Na nimeambiwa nilipe hili deni leo au niuze nyumba. Kwa hiyo mimi nafanyaje? Watu wachane tu. Baby, usiseme hivyo. Mimi siwezi kuachana na wewe jamani. Sasa mimi naweza kweli jamani mimi baby. Mimi kwako nimeoza, sijiwezi. Naomba unisikilize. Hivi unajua hapa mtaani mademo wananitaka sana mzee. Alafu mimi nawapotezea kwa ajili yako, afu anza kuniletea hadithi. Sasa maneno gani hayo unaongea lakini jamani Hebu fikiria mimi simekwambia mimi naenda kuhangaika na kuletea hiyo hela. Sasa tena unaanza kuniongelea habari za mademo, unajua mimi unaniuzi ujue kwa kweli. Mimi nitakuja kuwaloga mademo zako uje kukasirika. Nakwambia kabisa. Mimi mwanga, mchawi wa muda mrefu. Sasa nahitaji uliza zako mimi nakugaramia pamba nini kila kitu nakugaramia, afu unanieleza habari za mademo mimi kweli. Hivi nyinyi wanaume mbona hamna binadamu nyinyi? Mimi nakuletea hela sasa hivi, mimi nakwambia mimi nafikiri naweza ngakosa kukuletea hiyo hela baby. Kama nimekwambia nawataka na wapotezea kwa ajili yako, sikoba taka nishika. Basi endelea kuwapotezea hivyo hivyo, kwanza watu wenyewe hawana mpango. Mwende mpenzi wangu wapotezea hivyo, mimi narudi sasa hivi. Nakupotezea nini jambazi? Narudi sasa hivi nakuletea hiyo hela mpenzi wangu usijali. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Sister unazengua kinoma. Yaani umenikurupua wewe. Yaani hapa moyo unaenda mbio kinoma. Sasa mimi nisiende kujisaidia kisa wewe. Wewe vipi? Mimi nilibana kwa nisiende zangu chooni tena. Yaani unajua mimi nilijua wazee. Wazabalaza au sana. Acha hizo. Usiwache hizo biashara. Niache. Acha hizo sasa. Sema nini? Hivi wewe una habari gani ambayo inayoendelea huko Yakuza? Unajua kinachoendelea? Kitu gani? Kakaako alichokifanya, katoka hapa kaenda kumtafuta Jonijo Yakuza. Ingia kila kona, kila chemba namtafuta kamkosa. Alichokifanya kaenda kumaliza sila zake kwa mama yake Jonijo. Kaenda kumpiga sana mama yake Jonijo. Kamwaga biashara zake. Hivi ninavyokuambia, watu wa Yakuza wamemind kinoma. Yaani kaka usiji tu aina gani hivi?
Yaani mimi nilijua yote lazima yatatokea. Yaani nilijua lazima ingetokea mama. Ulijua nini? Yaani kuna vitu fulani tu vinajibu kuunganisha, nilijua lazima yangetokea. Lakini naye sasa kaka amezidi uonevu. Sasa mama Jonijo kamkosea nini mpaka amfanyie fujo? Kamkosea kitu gani kama sio tu kujifanya mtemu wa kila kitu? Sema nini? Kana kaka yako ongea naye. Wewe ndo wake mtu, ongea naye. Japo mimi chanzo nakijua. Nilivyosikia kaka yako kama hindi kwa sababu Jonijo kuna mademo anatembea nao huko Vegas. Hicho ndio kinachomuumiza kaka yako. Na natamani kweli kuwajua hao mademo. Yaani nikimjua yule demo. Hata kama bwana amekosea, amezidi utemi bwana kila kitu. Huyo mama Jonijo kamkosea nini mpaka amfanye fujo? Kwa kitu gani hasa? Yeye kila sehemu mtemi, kila sehemu anajifanyia ndo na maguvu mbabe kwa ajili gani? Jonijo kamkosea kitu gani? Na mamake kamkosea nini? Kama sio utemi wake tu wa nini? Mimi nakwambia kila siku mwambie kakako. Utemi wako siku utakuja kumtokea puani, siku ataingia choo ambacho akiingiliki. Mimi naongea nini na Kipunje? Mshauri? Na mshauri nini Kipunje? Kipunje atashauriwa na ulimwengu tu. Kitu alieleweki kama nini? Kitu alisikii yeye, kila kitu ni yeye tu. Tubabe. Na kitu tumia miguvu tu. Tuengea kutumia akili ya tumia miguvu. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa, tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi, tunapangusa na umasikini, tunapangusa na usaliti, tunapangusa ulevi, tunapangusa dhuluma, tunapangusa udangaji pamoja na ngono zembe, tunapangusa madawa ya kulevya. Aiwe baba we baba, ai mama we mama, ai kaka we kaka, ai dada we dada. Haya twende panguso, mama panguso, haya twende panguso, mama panguso.